Joka anatumia mifumo miwili kutimiza ajenda yake, dini na serikali. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10 na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uweza mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule, wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Nao wakamsujudia yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyo? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake. Nao akaao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapo ndipo penye subra na imani ya watakatifu. Ufunuo Yohana 13:1-10. Mungu anatumia lugha ya mifano ili watu waelewe vyema. Wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele, lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni, na wakisikia hawasikii wala kuelewa. Na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vema, na macho yao yamefumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakielewa kwa mioyo yao, wakaongoka. Nikawaponya, lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona, na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Kwa maana amin nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Mathayo 13:10-17. Mnyama ni mfalme au mamlaka au tawala. Wanyama hawa wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Danieli 7:17. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Ufunuo Yohana 13:15. Dola ya Kirumi ilifanikiwa kwa sababu ya kuwa na mvuto mkubwa sana duniani, tena ilikuwa ni yenye nguvu. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo wakitipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Ufunuo Yohana 17:15. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Ufunuo Yohana 13:2. Joka ni Shetani. Katika unabii tunasoma unabii na historia. Tangu ule mwaka 330 katika utawala wa mfalme Konstantini, alihamisha utawala wake toka Rumi hadi Konstantinople, na kuanzia hapo kanisa hili likawa na nguvu kuliko mengine kama vile Efeso, Kolosai na kadhalika. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu na makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Ufunuo Yohana 13:3-5. Huyu mnyama wa Ufunuo 13 ndiyo yule yule wa Ufunuo 17. Navyo ni wafalme 7, 5 wamekwisha kuanguka na mwingine hajaja bado. Naye atakapokuja imempasa kukaa muda mchache. Na yule mnyama aliyekuwako naye hayuko. Yeye ndiye wa 8, naye ni mmoja wa wale 7. Naye aenenda kwenye uharibifu. Ufunuo wa Yohana 17:10-11. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe 2 mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Ufunuo wa Yohana 13:11. Wito unatolewa leo na mwingine,
Malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu zake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Ufunuo Yohana 14:9. Mnyama atatumia mamlaka ya serikali na dini kutimiza ajenda yake ovu katika dunia hii. Je, leo unachagua kumfuata na kumwandama nani? Chagua leo kumwabudu Mungu aliye wa kweli, nawe utapata wokovu. Asante msikilizaji kwa kuendelea kuambatana nasi. Jina langu ni Yustasela Joni na hii ni Bukelebe TV.